Leo ni furaha yetu ya kwamba Bwana ametupa neema hii ili ya kwamba tukaweze kushiriki mapenzi yake, ili ya kwamba tukaweze kushiriki makusudio yake asubuhi ya leo, ambaye ni Alfa na Omega, ambaye ni mwanzo tena mwisho, ambaye anasema kwamba kando yangu hakuna mwingine kama yeye. Kwa hivyo asubuhi ya leo ni sifa na utukufu kwa Mungu, kwa sababu kuamka kwetu si kwamba tumetenda mema kuliko wale wengine, lakini ni kwa sababu ya neema tu ambayo ametujalia. Hatukustahili, maana mauti ilikuwa ni sehemu yetu, laana ilikuwa ni sehemu yetu, uharibifu ulikuwa ni sehemu yetu, lakini ashukuriwe kwa upendo wake ambao alikuwa nao. Akaweza kuacha kiti chake cha enzi, akaacha vyote ambavyo vilikuwa vya heshima, ili aje kwa ajili ya rafiki yake ambaye anampenda, ambaye ni mimi na wewe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunamshukuru yeye kwa sababu amejawa nguvu, amejawa uwezo, amejawa mamlaka, na wala hakuna mwingine awezaye kulinganishwa na yeye. Kwa hivyo nataka tuingie katika neno, na naamini ya kwamba Bwana ni mwaminifu ambaye anaenda kututenda mema katika jina la Yesu. Tuamini na tuombe. Loving Master, in the mighty name of Jesus, I thank you, Lord, for your will has taken its course in our life. Father, you have forgiven us our sin and our trespasses. This particular morning, O King of Glory, as we are ready to share from your table, this is my prayer, God, that whoever is listening to this voice, Father, may you have a transformation in his mind and in his heart, for their glory and honor. Father, give us a chance, O King of God, to exercise your authority in this world, that we may be, O King of God, partakers of each and everything, Lord, that you have planned for us. In the mighty name of Jesus, I too pray and believe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunaingia katika neno katika kitabu wa Filipi mlango wa 4 mstari wake wa 6. Biblia inasema ya kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Asubuhi ya leo tunapiwa moyo katika neno la Mungu ya kwamba wakati ulimwengu ulikuwa ya kwamba hauna mwangaza, wakati ulimwengu ulikuwa umepotea katika dhambi, wakati wanadamu walikuwa wanaelekea katika hali ya kusama, walikokuwa wanaelekea katika hali ya uharibifu, hakuna ambaye angeweza kuwaokoa. Kwa hivyo sikia wapendwa, tangia uumbaji wa mbingu na nchi, makusudio ya Mungu ilikuwa ni kwamba Mungu akae na mwanadamu, naye mwanadamu akaweze kukaa na Mungu. Lakini kwa sababu ya dhambi wakati ilipoingia, kwa hivyo mwanadamu akawa amepungukiwa, mwanadamu akawa utengano ukawa umeingia, na ule utengano ulipokuwa unaingia, basi ule ushirika ukawa haupo tena. Lakini ashukuriwe Mungu, wakati mwanadamu alianza kuhangaika, wakati mwanadamu alianza kusumbuka, maana akawa hana tumaini tena, wakati mwanadamu alipokuwa amekosa mwelekeo, wakati mwanadamu alikuwa amekosa usalama, wapendwa, akaanza kuhangaika hapa na pale, akaanza kutangatanga hapa na pale. Tunamuona Kaini wakati ameua ndugu yake, Kaini anaondoka uweponi wa Mungu. Kwa hivyo masumbuko yanaingia, wakati masumbuko yanawe yameingia, kwa hivyo kumaanisha kwamba usalama wa Mungu ukawa hauko na Kaini. Wapendwa, sibia leo wakati tunaanza kusumbuka, wakati tunakuwa na masumbuko mengi katika maisha, wakati mwingine ni kwamba tunakuwa tumeenda mbali na ushirika wa Mungu, tunakuwa tumeenda mbali na mapenzi ya Bwana, tunakuwa tumeenda mbali na ulinzi wa Mungu. Lakini asibia leo nataka niseme hivi, kwa ajili ya upendo wa Mungu juu ya mwanadamu, Mungu akaamua kuacha vyote ambavyo vilikuwa vyenye enzi. Mungu akaamua kuacha vyote ambavyo vilikuwa vyenye mamlaka, maana aliona mwanadamu anasumbuka, aliona mwanadamu anahangaika, aliona mwanadamu amekosa msaada, aliona mwanadamu hana tumaini, aliona mwanadamu ako katika giza, maana alikuwa anaenda kuzama. Lakini ashukuriwe Mungu, yeye akaamua kufanyika mwanadamu. Mungu akawacha vyote, maana hakuna vile baba anaweza akaacha watoto wake
ukaendelea kutezeka. Hakuna vile baba anaweza akaacha watoto wake katika hali ya masumbuko. Wapendwa, ile hatari ambayo ilikuwa imetungojea ni hatari ambayo ilikuwa ni ya mauti, hatari ambayo ilikuwa ni ya kusaulika. Lakini ashukuriwe Mungu asibia leo, maana anasema ya kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, ila kwa kuomba na kusali, ila kwa kuomba na kusali haja zenu zijulikane na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Biblia inaniambia ya kwamba wakawa katika nchi ya Babylon miaka 70. Watu hawa hawajui lini wataweza kuokolewa. Watu hawa hawajui ni lini wataweza kutoka katika hali ya masumbuko. Walikuwa wanahangaika wapendwa, walikuwa wanatezeka wapendwa, katika nchi ya mateso, katika nchi ya dhambi, katika nchi ya kazi nzito. Wakashindwa ni lini wataweza kusaidika. Kwa hivyo masumbuko ikawa ni mengi. Kama hivyo ilivyo asibia leo, sijui hali gani ambao unaweza kuwa unapitia, sijui mjanga gani ambao unaweza kuwa uko nalo, lakini nimekuja na habari njema ya kwamba Mungu ameona mateso yako, kwamba Mungu ameona kile ambacho unapitia, na kwa hivyo ametuahidia uzima wa milele. Kwa hivyo ametuahidia matumaini asibia leo ya kwamba wale ambao watakao mtazama, ya kwamba wote ambao watakao mwangalia, Biblia inasema ya kwamba hawatangamia bali watakuwa na uzima wa milele. Nimeleta habari ya matumaini asibia leo. Nimeleta habari njema juu ya maisha yako wapendwa. Wewe ambaye ndugu yangu, ambaye unaona kuna mambo ambaye yamekusonga, nimekuja kusema yule ambaye anaitwa Alfa na Omega, yeye ambaye anashughulikia mahitaji yako, yeye ambaye anashughulikia mahangaiko yako, yeye ambaye anasema nipe mizigo yako nami nitaweza kukupumzisha. Wenda umewapatia wanadamu mizigo yako, wenda umepatia marafiki mizigo yako, lakini hawajaweza kukusaidia. Lakini sikia asibia leo ya kwamba Biblia inasema ya kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, ila kwa kuomba na kusali haja zenu zijulikane na Baba. Wapendwa, sijui nani ambaye shida zako umempatia, sijui ni nani ambaye umemjulia shida zako, lakini kuna mmoja asibia leo ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Maana mara mingi tunapochukua shida zetu tukaambia marafiki, mara mingi tukichukua shida zetu tukaambia wale ambao ni wakubwa wetu. Wapendwa, nataka nikwambie ya kwamba mara mingine tumekuwa tumevunjika moyo, maana umemdhamini mtu, umemweleza shida zako, lakini ameenda amekutangaza, ameenda ameongea na wengine. So wewe unadhani ya kwamba uko katika hali ya kusaidiwa, lakini unapatikana ya kwamba mambo yako inajulikana kwa wengine. Nataka niseme asibia leo, yeye anasema kwa kuomba na kusali haja zako zijulikane na yeye. Yeye hataweza wapenda kukutangaza. Yeye ni rafiki wa kweli ambaye anajua kuweka siri za watu. Yeye ni rafiki wa kweli ambaye anajua kushughulikia mahitaji ya watu. Kwa hivyo asibia leo, Biblia inaniambia ya kwamba tusijisumbue kwa jambo lolote, ila kwa kuomba na kusali haja zetu zijulikane na Baba. Sijui ni nani ambaye anajua shida zako, sijui ni nani ambaye anaelewa mahitaji yako. Nataka niseme kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba yeye aliyesifanya mbingu na nchi, makusudio yake ilikuwa ni kwamba mwanadamu akae katika usalama, mwanadamu akae katika ushirika na yeye. Lakini dhambi wakati ilipoingia, wapendwa, dhambi ni ugonjwa ambao umeleta madhara katika ushirikiano. Dhambi ni ugonjwa wapendwa ambao imeleta sumu katika maisha ya wanadamu, ambao imeleta sumu katika ushirikiano wa Mungu na mwanadamu. Lakini nani ambaye anaweza kumwokoa? Mwanadamu ametangatanga akitafuta namna ya suluhisho, mwanadamu amehangaika akitafuta njia ya ukombozi. Lakini siku ya leo nataka niseme, yeye ambaye ameketi kwenye kiti chake cha enzi, yeye ambaye amenuliwa juu ya vyote. Musa
Kisha akawaambia watu, tazameni nyoka ya shaba ambayo imeinuliwa juu. Wote ambao watakaoitazama, hata kama watakuwa na matatizo, anajua kwamba matatizo yapo. Kuna nyoka zingine ziko chini ya miguu yetu, lakini ili ya kwamba ukapate kuokolewa, wapendwa, inua macho yako juu, mwinulia Yesu macho yako usiku wa leo. Ninajua kwamba uko na shida, lakini shida yako usiangalie. Inua macho yako, mwangalie Bwana. Ninajua ya kwamba uko na mambo mazito unakumbana nayo, lakini kuna asubuhi ya leo habari njema juu yako. Wacha kuangalia hiyo hali yako, inua macho yako katika jina la Yesu. Anza kumwambia Baba, ninakushukuru. Anza kumwambia Baba, ni asante, ninajua unatengeneza njia. Anza kumwambia Baba, ni asante, maana unaleta suluhisho. Anza kumwambia Baba, ni asante, maana najua uko na mipango mizuri juu yangu. Anza kumshukuru Bwana, maana anasema, wapendwa, kwa kuomba na kusali haja zetu zijulikane na Baba. Kwa kuomba na kusali, wapendwa, siku ya leo, hajalishi mangapi ambayo unapitia, hajalishi masido gani ambayo unakumbana nayo, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya hii mwana wa Mungu akashuka kutoka mbinguni. Ilikuwa ni kwa sababu ya hii mangaiko ambayo uko nayo. Ilikuwa ni kwamba aache kiti chake cha enzi. Wewe ambaye unahuzunika, wewe ambaye unapitia machanga, Biblia inaniambia ya kwamba yeye alichukua malalamiko yetu, yeye alichukua laana yetu, yeye alichukua mizigo yetu, ili ya kwamba tuwe huru. Anasema, chukueni nira yangu, maana nira yangu ni nyepesi. Anasema, chukueni nira yangu, maana nira yangu ni laini. Jifunzeni kutoka kwangu. Wapendwa, hatutaweza kushinda pasipo kumwangalia Bwana. Hatutaweza kufaulu pasipo kumwangalia Bwana. Najua kuna wengi ambao wako katika akili zako, kuna wengi ambao unawatumainia, kuna wengi ambao unawaangalia, lakini unashindwa. Je, mambo haya itakuwa namna gani? Mpaka lini hali hii itaendelea? Mpaka lini matatizo haya yataendelea? Mwana wa Mungu alifanyika mwanadamu ili akuja akae pamoja na sisi. Neno la Mungu lilifanyika mwili ili ya kwamba likae ndani mwetu. Kwa sababu gani likae ndani mwetu? Ili ya kwamba litupatie matumaini, ili ya kwamba litupatie kibali, ili ya kwamba likupatie uwezo. Wewe ambaye uko chini, wapendwa, nataka niseme hivi, watoto wa Mungu anawaandikia haya maneno. Ninawaandikia nyinyi watoto wadogo, maana mnamjua Baba. Ninawaandikia nyinyi vijana, maana mnamuelewa, maana mna nguvu. Ninawaandikia nyinyi vijana, maana mna nguvu ya kushinda. Ninawaandikia nyinyi kina baba, maana mmemjua yeye tangia mwanzo. Asibia leo nataka niseme ya kwamba inawezekana. Nataka niongee juu ya hali yako katika jina la Yesu. Maana ni Yesu pekee ambaye anaweza akaleta suluhisho. Ni Yesu pekee yake ambaye anaweza akaleta matumaini. Ni Yesu pekee yake ambaye anaweza akaleta uponyaji. Sijui ni hali gani ambayo unaiangalia katika macho yako ya kawaida, lakini asubuhi leo niko na neno moja tu, ya kwamba Yesu anaweza. Niko na neno moja asubuhi leo, ya kwamba anakuwazia mema, ya kwamba ako na mipango mizuri juu ya maisha yako. Yale mazito ambayo unakumbana nayo, zile changamoto ambazo unaziona, nataka niseme hivi, msikilizaji wangu, ya kwamba inua macho yako, mwangalie Bwana. Yale ambayo yanakutesa, yale ambayo yanakusumbua, Biblia inasema msijisumbue kwa jambo lolote. Wenda asubuhi ya leo, mtoto wa Mungu, kuna wengi ambao umewapatia mahitaji yako, kuna wengi ambao umewapatia malilio yako, lakini haujaweza kuona tumaini, lakini haujaweza kusaidika. Je, tutafanya namna gani asubuhi ya leo? Hilo ndio swali ambalo tuko nalo. Lakini Paulo anasema hivi, ya kwamba msijisumbue kwa jambo lolote. Siku moja Yesu akawa ametembelea maumbo watatu. Mariamu Martha, ambaye pia walikuwa ni madada wa Lazaro. Wakati aliweza kufika, Biblia inasema kwamba naye mmoja akakaa miguuni mwa Yesu, lakini mwingine akawa anasumbuka.
Martha akawa anasumbuka, Maria akawa anateseka, akawa anahangaika hapa na pale. Kama hivi asubuhi ya leo kuna hali ambayo unahangaikia, kama hivi asubuhi ya leo kuna hali ambayo unasumbukia, kama hivi asubuhi ya leo kuna hali ambayo wapendwa imekutia changamoto na unashindwa mambo haya yataweza kufaulu namna gani, niko na habari njema katika jina la Yesu. Yesu akamwambia Martha, Martha, kuna mambo mengi ambayo unasumbukia, lakini Mary amechukua fungu moja lilo bora. Wapendwa, chukua fungu bora asubuhi ya leo. Chukua kukaa miguuni mwa Yesu, chukua kumwangalia Bwana, chukua kumwinulia Bwana macho yako, chukua kumtegemea Bwana, maana yeye ndio suluhisho katika mahitaji yale ambayo tunakumbana nayo. Yeye ndio wapendwa dawa pekee ya ile ambayo wapendwa inatukula. Yesu ndio suluhisho pekee yake katika mahitaji ambayo tuko nayo. Asubuhi ya leo wapendwa, Yesu anatupenda. Yeye ambaye ni neno la Mungu. Waislamu wanasema kalamata Allah. Kalamata Allah ni neno la Mungu. Wapendwa, yeye ambaye alifanyika neno, Isa ruhullah wapendwa ni roho wa Bwana. Kwa hivyo wapendwa, huyu roho ambaye ni Mungu, ambaye ni Roho Mtakatifu, ameamua kukuja kukaa ndani mwetu. Yeye ni Eko Emai. Eko Emai inamaanisha kwamba ni mimi peke yake ambaye ninaishi. Kwa hivyo ni Alpha and Omega, yani anaweza akafanyika kitu chochote, anaweza akafanyika msaada wa wote, anaweza akafanyika kile ambacho unahitaji. Wapendwa, haijalishi mazito ambayo unayaona, lakini ina jambo jema asubuhi ya leo ya kwamba Eko Emai, ambaye ni mimi ambaye ninaishi, ambaye ni Alpha na Omega, yeye ametuhakikishia asubuhi ya leo ya kwamba tunapoinua macho yetu tukamwangalia yale ambayo yanatutesa, yale ambayo yanatuhangaisha, yale ambayo wapendwa wanadamu hawezi wakasuluhisha, Biblia inasema kwamba heri wao wanaomtumainia Bwana, heri wao wanaomtegemea Bwana, maana watakuwa kama mlima Sayuni, hawataweza kuyumbika, hawataweza wapendwa kusongeshwa. Yeye ni yule ambaye amepandwa juu ya mlima. Wapendwa, wakati wa juu ya mlima umejengeka juu ya mwamba, wakati mawimbi yanakuja, wakati changamoto zinakuja, wewe uko na imani katika yeye. Wapendwa, ni vizuri asubuhi ya leo kuweza kumwaminia Bwana. Ni vizuri asubuhi ya leo kuweka tumaini lako kwa Bwana. Wapendwa, unaweza ukaangalia marafiki, unaweza ukaangalia kazi yako, unaweza ukaangalia jamii, lakini kuna siku moja jamii itaondoka, kuna siku moja marafiki wataondoka. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba wapendwa, kunaye rafiki mmoja, kunaye rafiki mmoja ambaye anakaa na wewe hadi mwisho wa maisha yako. Kunaye rafiki mmoja ambaye anakaa na wewe hata mautini, maana urafiki wa mwanadamu unaishia mahali makaburini. Na wengine asubuhi ya leo huenda wamekupenda kwa sababu uko navyo. Huenda asubuhi ya leo wengine wamekusongea kwa sababu wanaona kitu ambacho unaopatia. Lakini Yesu asubuhi ya leo wapendwa anasema, njoni kwangu enyi mnaolemewa na mizigo mizito. Asubuhi ya leo anasema, njoni kwangu enyi ambao mmelemewa na mizigo mizito. Mizigo gani ambayo uko nayo asubuhi ya leo? Changamoto gani ambayo uko nayo asubuhi ya leo? Je, ni nini ambayo inakutesa moyo wako asubuhi ya leo? Amebarikiwa mtu yule anayemtumainia Bwana. Amebarikiwa mtu yule ambaye ameweka tumaini lake kwa Bwana, maana yeye ni kama mti ambao umepandwa kando ya mito. Wapendwa, hautakauka, wapendwa, hautanyauka. Asubuhi ya leo wapendwa, je, ni nani ambaye unamwangalia? Asubuhi ya leo ni nani ambaye unamuinulia macho yako? Kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru, haja zetu situlikane na Baba. Anasema katika Yohana, msifadhaike mioyoni mwenu, msifadhaike mioyoni mwenu. Watu wamejawa na fedheha, watu wamejawa na wasiwasi,
Lakini asubuhi ya leo anatuambia ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mara nyingine anatuambia katika Wafilipi, msijisumbue kwa jambo lolote, bali kwa kuomba na kusali haja zenu zijulikane na Baba. Anatupatia tumaini. Kwa hivyo kuna tumaini asubuhi ya leo tunapomwaminia Bwana. Tuna uhakika kwa yeye. Maana anasema kwamba hii ni hakika ambayo mko nayo, ya kwamba mnapoomba, mnapokuja mbele zangu, jueni kwamba mahitaji yenu nimekuja kushughulikia. Yeye ni mwaminifu wapendwa, tangia uumbaji wa mbingu na nchi. Yeye ni mwaminifu ambaye habadiliki. Yeye ni mwaminifu ambaye hakawii kutenda. Yeye ni mwaminifu ambaye hakawii kutimiza kama vile wengine wanavyodhania. Lakini Biblia inatuambia asubuhi ya leo, msijisumbue kwa jambo lolote, bali kwa kuomba na kusali haja zenu zijulikane na Baba. Haja zenu zijulikane na Baba. Furahini katika Bwana, maana mahitaji yetu. Tufurahi katika Bwana, maana mateso yetu. Tufurahi katika Bwana, maana maangamio ambayo yalikuwa yatupate, yeye ameweza kushughulikia. Tufurahi katika Bwana siku zote. Anasema tufurahi katika Bwana. Wapendwa, saa imefika, ile ambayo ilikuwa inakuangaisha, ile ambayo ilikuwa inakusumbua, asubuhi ya leo anatuambia tufurahi katika Bwana, maana yeye ameshughulikia kila kitu. Maana yeye ameshughulikia mahitaji yetu. Wakati tunampatia Bwana mahitaji yetu, wakati tunampatia Bwana mizigo yetu, wakati tunampatia Bwana yale ambaye anatutesa, yeye ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Anasema wapendwa, saa imefika, tuinue macho tumwangalie, maana kuna tumaini kwa wale ambao wanamtazamia. Wapendwa, kuna usalama kwa wale ambao wanamwangalia. Je, ni nani ambao unamwangalia asubuhi ya leo? Ni nani ambaye unamwangalia asubuhi ya leo? Maana hali ya dunia yote itapita. Mambo yote ya dunia yatapita. Lakini kuna jambo moja ambalo halitapita. Wewe ambao unayenisikiliza kutoka mahali popote ulipo, wale ambao wako nje ya Kenya, wale ambao wako Lodwa, wale ambao wako Kariza, ninatumaini, nina neno la tumaini juu ya maisha yako. Najua mnakaa katika mazingara magumu, lakini nina neno ambalo wapendwa ni faraja katika hali ambayo unayopitia. Maana yeye ni mwaminifu tangia uumbaji wa mbingu. Hawezi akaacha watoto wake katika hali ya uharibifu. Hawezi akaacha watoto wake katika hali ya kuteseka. Sisemi kwamba mateso hautakuwa nayo. Sisemi ya kwamba hautapitia shida. Lakini katika Isaya 40 Biblia inasema kwamba wamtumainiao Bwana atawapatia nguvu mpya. Watapaa juu kama tai. Wataenda kwa mwendo mrefu, lakini hawatazimia. Watatembea wala hawatakoma. Kwa sababu gani? Yeye ambaye ni msaada, ambaye anasema ameona mateso ambayo wako nayo, ameona usumbufu ambao wako nao, yeye anasema asubuhi ya leo msijisumbue kwa jambo lolote. Saa imefika wapendwa, tumwangalie Mungu ambaye ni zaidi ya matatizo yetu. Tumwangalie Mungu ambaye ni zaidi ya shida zetu. Tumwangalie Mungu ambaye ni zaidi ya hali ambayo tunayoipitia. Tumwangalie Mungu wapendwa, yeye ambaye ni uweza wa Roho Mtakatifu ambaye umekaa ndani mwetu, ambaye unatuhakikishia ya kwamba atakuwa na sisi hadi mwisho wa dahari. Hataweza kutuacha. Mungu hatatupungukia. Nimekuja kusema na mtu asubuhi ya leo, yale ambayo yanakutesa, saa imefika wapendwa, anza kumshukuru Bwana. Mambo mengine wapendwa, tunapoanza kushukuru, mambo mengine wapendwa, tunapoanza kusema anaweza, yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu ambaye anasema hivi, tunapomkiri yeye, tunapoungama dhambi zetu, tunapokiri makosa yetu, yeye ni Mungu ambaye ni mwaminifu, ambaye atatusamea. Yeye ni Mungu ambaye ni mwaminifu, ambaye ataweza kutuokoa. Kwa hivyo hajalishi matope ama umbali ambapo tumeenda, hajalishi mahali ambapo tumekalia, lakini yeye ni mwaminifu.
katika jina la Yesu. Amani ambayo tunatafuta, amani ambayo tunaiangalia iko wapi? Amani ambayo tunahitaji, Biblia inasema kwamba tunapoinua macho yetu tukamwangalia yeye, tunapoinua macho yetu tukamwangalia yeye, yeye ni mwaminifu. Sikia mstari wa 7 vile ambavyo inavyosema: na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itaweza kutuhifadhi. Yani wakati tunaaja kusumbuka, tukaanza kumwangalia yeye, wakati tunaaja kuhangaika, tukaweka tumaini letu kwake, yeye anatuambia asubuhi ya leo ya kwamba kwa sababu yeye ni mwaminifu, kile ambacho anasema kwa rais, anasema ya kwamba tutapokea amani, tutapokea usalama. Wapendwa, tutapokea tumaini. Hata kama dhambi ilikuwa imetukalia, lakini kuna tumaini, maana yeye aliacha kiti chake cha enzi akashuka duniani. Malengo ya Yesu Mungu kufanyika mwanadamu, malengo ya Mungu kufanyika mwanadamu ilikuwa ni kwamba aje akae kama sisi, yeye aweze kufanyika njia yetu, yeye aweze kufanyika laana zetu, yeye aweze kufanyika mataabu zetu. Sisi tuitwa wabarikiwa leo hii, tuitwa wale ambao wako na amani. Kwa mateso yake tumepona, kwa mateso yake tumefarijika. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikuambie mtoto wa Mungu, hajalishi mazito ambayo unaweza kuwa unapitia, hajalishi changamoto ambazo unapitia, hajalishi jamii ambayo umetoka ndani, lakini kuna tumaini katika maisha yako. Je, ni nani ambaye utamwangalia? Ni nani ambaye utamwinulia macho yako? Ni nani ambaye atakuwa tumaini lako asubuhi ya leo? Maana wanadamu wote wanabadilika, maana wanadamu wote wanakeuka, wanadamu wote wako na mwanzo, wako na mwisho, lakini kuna mmoja peke yake ambaye yeye ni mwanzo na ni mwisho. Yeye ni Alfa na Omega, ambaye anatuambia asubuhi ya leo tusijisumbue kwa jambo lolote, ila kwa kuomba na kusali haja zetu zijulikane na yeye. Kwa nini haja zetu zijulikane na yeye? Kwa nini mahitaji yetu yajulikane na yeye? Mahitaji yetu na haja zetu zinapojulikana na yeye, wapendwa, yeye anaanza kushughulikia maisha yetu. Anasema katika Yeremia 51:36, mimi ni Mungu nitakayeshughulikia kesi ya maisha yenu. So haja zetu zinapojulikana na yeye, yeye anashughulikia kesi zetu, yeye anashughulikia mahitaji yetu, yeye anashughulikia yale ambayo yanayotutesa, yale ambayo yanayotuhangaisha, anaanza kushughulikia. Kumbuka wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya mateso kwa miaka mingi sana, lakini neno la Mungu likawajia kupitia mtumishi wake Yeremia, akamwambia kwamba niko na mipango mizuri juu yenu. Je, mipango gani ambayo Mungu ako nayo juu yetu? Mipango ambayo Mungu ako nayo juu yetu, wapendwa, zile zamani za kale katika Waefeso 5:8, zile zamani za kale tulikuwa giza, zile zamani za kale tulikuwa katika laana, zile zamani za kale tulikuwa katika uharibifu, lakini saa imefika, anasema ya kwamba niko na mipango mizuri juu yenu. Wewe ambaye leo hii kuna hali ambayo inakuhangaisha, sikia hii katika jina la Yesu. Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako, na niposa amenituma asubuhi leo nikwambie usijisumbue kwa jambo lolote. Kwa kuomba na kusali haja zako zijulikane na yeye. Kwa kuomba na kusali, wapendwa, mahitaji yako yajulikane na yeye. Wakati anajulikana na yeye, yeye ataondoa fedheha ndani ya mioyo zetu. Yeye ataondoa fedheha ndani ya mioyo zetu, maana ametuhakikishia na maana ametuambia, amesema hivi
Msijisumbue kwa jambo lolote. Amani ipitayo akili zote, Bwana ataweza kutuhifadhia. Mtoto wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mahala popote uliko, nimeleta habari hii kwako. Huenda kwa njia moja ama nyingine umefunjika moyo. Huenda kwa njia moja ama nyingine umeweza kushishika. Lakini kwa neno la tumaini ambalo Mungu amenituma nalo kwako, tukaweze kushiriki na wewe. Tukaweze kukubaliana na hili neno. Tunapokubaliana na andiko la Mungu juu ya maisha yetu, matatizo yetu yanaanza kukoma katika jina la Yesu. Ninakutangazia rehema juu ya maisha yako. Ninakutangazia ushindi juu ya maisha yako. Ninakutangazia amani asubuhi ya leo. Matatizo yako yakafike mwisho katika jina la Yesu. Masumbuko yako yakakome katika jina la Yesu. Ile aibu ambayo ilikuwa juu yako, Bwana akaanza kukushughulikia. Lile vazi ambalo ulikuwa umevalishwa, Bwana akashughulikie. Wacha akupatie vazi la heshima, akupatie vazi la utakazo katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi akubariki. Bwana wa majeshi akutende mema, na neno litaendelea. Kwa hivyo Mungu akubariki msikilizaji wangu, na Bwana akutende mema. Mahitaji yako yote, yale masumbuko yako yote, mpatie Bwana. Mwangalie Bwana kwa kuomba na kusali na kushukuru. Yeye atashughulikia katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni mchungaji Enoch Wanjala kutoka Jordan Gospel Church. Mungu akubariki msikilizaji, na Mungu akutende mema. Nataka niombe na wewe ambaye haujaokoka, ambaye umepitia hali nzito, unashangaa hali hii inashughulika namna gani. Wapendwa, dini ya Kikristo ni dini peke yake ambayo imehakikishwa. Maana mwanzilishi wake anakaa ndani yetu. Dini ya Kikristo, wapendwa, ni dini ambayo imehakikishwa. Wapendwa, mwanzilishi wake aliingia kaburini, na hayuko kaburini, alifufuka, amekaa juu palipoinuliwa. Anatushughulikia mahitaji yetu. Hata wewe asubuhi ya leo, hali ambayo unapitia, hiyo hali aliishughulikia. Alifanyika laana kwa ajili yetu. Alitukanwa kwa ajili yetu. Mungu wa mbinguni akutende mema. Taka tufanye ombi hili. Wewe ambaye haujaokoka, sema: Bwana Yesu, asubuhi ya leo nacha mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, nimesumbuka na kutezeka kwenye maisha ya kiza. Lakini leo uniokoe, unikomboe kutokana na nguvu za laana, kutokana na nguvu za kiza. Mimi ni wako kuanzia leo. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Taka nikwambia asubuhi ya leo, mtoto wa Mungu, tafuta kanisa lile ambalo tahubiri habari ya ukweli. Enda kwa mchungaji, mwambie umeokoka. Utapelekwa katika darasa ambalo utaelekezwa katika ukuaji wa neno la Mungu. Utafundishwa kama mtoto. Utakuja kwa ujana, na hatimaye utafika katika uzee. Bwana wa majeshi akubariki. Bwana wa majeshi akutende mema. Kama vile nilivyotangulia nikasema kwamba naitwa mchungaji Enoch Wanjala. Nambari yangu ya simu ni 0721 352 172. 0721 352 172. Bwana wa majeshi awabariki. Bwana wa majeshi awatende mema. Taka nikuombe. Everlasting Father, in the mighty name of Jesus, I give all the glory and all the honor, for you deserve it. To all my listeners wherever they are, Father, work upon their needs, work upon their lives, in the mighty name of Jesus. We thank you and we exalt your name, for you are preparing something good for us. You have a good plan for us. Do it us from today, as we proceed, Lord King of glory, to soldier on and wait upon the second coming of your Son, Jesus Christ. Asante kwa nguvu zako na uwezo, ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini.
Shalom, shalom. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Hadi wakati mwingine tutakutana tena. Hallelujah. Ni kazini yangu. Wow. Amen. Ni ako na garage yuko Korogoni. Inaitwa Korogoni. Korogoni. Yani engineer wa magari. Nitafutia hata betri yangu ya gari yangu. Zungumza tu na yeye. Nitafutia betri ya gari kwa sababu hiyo gari naona inaanza kuniletea kitu ambacho haihitajiki. Gari betri kisumbua. Inakuwa bala. Wale ingira wale.